Chanzo cha moto nitashindwa kujua, lakini kwa muda ambao nilikuwa ndani kipindi moto unaanza kutokea, nilikuwa niko na ndugu yangu producer, tulikuwa tumekaa, kuna kitu alikuwa ananirekebishia kwenye simu yangu. Kwa hiyo kipindi tumekaa kwenye coach, ukiwa umekaa kwenye coach letu pale studio, kuna namna unakuwa unaiona main switch ya umeme na mlango unakuwa unaona kule. Kwa hiyo kipindi nimekaa pale niliona pembeni kuna moto na reflect ndani kwenye vile vitambaa ambao ni mkuu, ulikuwa unaonekana ni mkubwa ambao umeanza muda mrefu. Kwa hiyo kipindi namshtua ndugu yangu, bwana nini, kuna moto unaonekana huko ndani unaendelea kuwaka mkubwa. Baada ya kuona ule moto ni mkubwa, tulishtuka, tulitoka nje kwenda kushtua watu, kupiga kelele waje kutusaidia kufanya nini, kuzima, kwa sababu kwa kuangalia kwa haraka haraka tuliona tutaweza kufanya nini, kuzima. Kwa hiyo tulitoka nje na ndugu yangu, watu wakawa wanakuja pia kutusaidia, lakini kipindi tunarudi ndani, kutokana na material ambayo yanakuwa yanatengenezewa studio, zile nini gypsum booth, zile sponge na nini booth, kwa hiyo tulikuta moto umeshakuwa mkubwa, so tulishindwa kufanya chochote. Sana kwa mjafanikiwa kuokoa chochote. Yaani kwenye kuokoa kaka hatujafanikiwa kuokoa chochote, kwa sababu pia sehemu ambayo chanzo cha moto ulipoanzia ni mlangoni, na studio ni pale unapojua hapa studio kwetu hamna mlango, ni mlango uko mmoja. Kwa hatukuweza kufanya chochote.